Ile sio dabi. Ile sio dabi? Ile sio dabi. Ile ni mechi tu kama mechi zingine, tunacheza na Mtibwa, tunacheza na JKT Ruvu. Kwanza uhalisia mkubwa, dabi hawezi mpinzani wako miaka mitatu hajakufunga alafu kasema ni dabi. Sio dabi. Ile ni ligi ya NBC Premier League Tanzania bara. Ina maana ni ligi kama ligi, lakini dabi ni Azamu na Yanga ambayo itafanyika hivi karibuni. Lakini ile ya jana sio dabi. Kwamba dabi kama ingekuwa dabi, kwanza na mapungufu mengi. Ule uwanja wenyewe sio mzuri kiafya ya wachezaji, hasa wachezaji wa Yanga, kwa sababu wachezaji wa Yanga ni wachezaji wenye bei kubwa, afu ni wachezaji ya hali zaidi. Ukiangalia ule uwanja ulikuwa na matope. Ulikuwa yani, kwa mechi ya jana kuchezea uwanja ule ni sahihi kwa sababu tulikuwa tunacheza na timu ndogo. Lakini mechi kubwa dabi ya Azam hatuwezi kucheza uwanja ule wa Samuyo kwa sababu ukiangalia zaidi wachezaji wa Yanga bukta zao zilichafuka kama wametia kwenye oil. Yaani kwa jinsi uwanja ulivyokuwa na matope. Sasa tukisema dabi ile ya jana tunakosea. Tuseme ligi ya Tanzania bara imechezwa jana Simba na Yanga. Hilo ndio jambo sahihi, na mimi wachambuzi na wafundisha kwa ile sio dabi. Ile kama unavyoona wa Makonde na Wandengeleko ni utani, yani wale ni watani, sio dabi. Ilikuwa vipi sasa ndani ya dakika 10 goli mbili zinaingia kwa upande wenu? Nini ilikuwa vipi mpaka mnazurudisha? Unajua hata Real Madrid, Barcelona ukiwapeleka katika uwanja mchafu kama ule lazima utawafunga haraka haraka mpaka waje kukaa vizuri, inakuwa ngumu. Kwa sababu quality ya Yanga ni Real Madrid, unapompeleka uwanja wa matope kama ule hawezi kufanya jambo lolote. Ndio maana wenyewe Simba walikuwa nalilia, twende uwanja tukacheze kwa Samuyo, twende tukacheze kwa Samuyo. Yani walishajua kwa hawa tukiwapeleka uwanja mzuri goli 5 zinafika. Sasa quality ya Yanga, mimi siku zote nasema quality ya Yanga ni quality kubwa katika ukanda wa bara la Afrika. Yanga kwa muda huu iliyokuwepo sio timu ya kucheza na Simba eti Simba kapata matokeo, sio rahisi. Na hii namkumbusha JB 64 siku ile anasema Azamu huyu Faisal anashindwa kufika kwenye box, na yule kijana mwingine anaitwa yule mwembamba yule kijana mmoja hivi alitokea Ndondo Cup yule, nimemsahau jina. Kuna kijana mmoja hivi mwembamba sana anashambulia kwa kasi sana. Basi yeye nani wa Azamu anaitwa Ricardo Idinado. Wakasema bwana Idinado kwa nini haingii kwenye box? Nikamwambia quality ya Yanga ni quality kubwa. Sasa wao Simba mashabiki wao wajiulize kwa nini Yanga wamerudisha magoli mawili kwa ghafla, sababu Simba mpaka dakika 10 na goli 2. Yaani goli zile kama na kufunga Azamu uzirudisha hata goli moja upate. Ila kwa sababu Simba ni timu ndogo, hata angeongoza goli 4 zingerudi. Bila wasiwasi wowote zingerudi. Alafu swala lingine walikuwa nang'ang'ania marefa wa nje. Mimi naona kuleta marefa wa nje sio busara sana, ni uoga tu wa mashabiki wa Simba na viongozi wao kiujumla na bodi ya ligi na TFF kwa ujumla. Kwa sababu ukiangalia wale marefa waliochezesha jana haona utofauti na Kayoko. Wale marefa waliochezesha jana haona utofauti na huyu Mohamed Rajiga, na inawezekana Mohamed Rajiga yupo juu. Yupo juu kuliko hata wale marefa. Lakini kwa sababu Simba ni waoga, kwa sababu wamefungwa mara nyingi, ndo ule uoga ambao unauona. Mara wamekimbia uwanja wa Taifa, mara wamekimbia uwanja wa Azamu, sasa hivi wakaenda katika uwanja wa Samuyo. Hii wewe katika nchi hii Yanga utakimbilia wapi ambapo wewe utakuwa salama? Kama unakumbuka klipu za mwanzo ziangalie vizuri, nilisema Simba hana kwa kukimbilia. Ule uwanja ni wa jeshi la wananchi Tanzania, na wanaoenda kucheza pale ni wananchi wa Tanzania. Watu wa Simba wakasema wewe Makonde una akili. Makonde lazima awe na akili kwa sababu ni msomi. Kwa sababu wewe unaenda kucheza uwanja wa jeshi la wananchi, na wale wanaenda kucheza pale ni wananchi. Je, jiulize ile nyumba Yanga wamekodisha ngapi? Na kila palipo uwanja Tanzania hii na Yanga wana nyumba. Kila palipo uwanja Tanzania hii na Yanga wana nyumba. Wewe Yanga utaikimbia wapi? Labda uende Uganda. Lakini kwa nchi hii viwanja vyote Yanga wana nyumba.
Kuna madudu labda walifanya. Unajua Yanga wana secret kubwa, wana majesusi wengi. Yaani wanachokifanya wao taarifa wameshapata. Wao wanatulengesha sisi tuingie kwenye vyumba. Sisi tumepita tukawacha vyumba yao. Wameshika mdomo. Mbona Yanga wamepita? Majesusi wameshafanya kazi. Lakini nasikia wanalalamika kwamba kwa nini mbadilishe nguo nje ya uwanja, nje na eneo maalum ambalo limeandaliwa pale uwanjani? Ule ndo ujesusi. Yaani ukisikia ujesusi ndo ule. Tumejua walichokifanya na sisi tukapitiliza tukaenda kwenye nyumba. Na ile nyumba ni ya kwetu. Tukaenda tukabadilisha nguo. Tukaingia uwanjani, magoli yamerudi. Wanatoka na aibu. Haya, uwanja wa kwako umekosa mapato. Sababu watu walioingia mule ni kama watu 10,000. Ukipiga mahesabu pale iliyopatikana hata milioni 10 haifiki. Unaona? Sasa wamekosa pesa, wamekosa pointi. Wanasema kwamba Yanga wanashangilia draw. Yanga hawashangilii draw. Sisi hatushangilii draw. Tunachoshangilia sisi cha kwanza kwenye ligi hii hatujafungwa. Huo ni ubabe mmoja wapo. Dunia mzima hakuna leo fanya hivyo. Wanakuambia hajafungwa. Nani Simba? Simba amefungwa na Azam. Amefungwa na Azam. Ndio kufungwa huko. Ndio kufungwa. Yaani Simba tayari wameshafungwa na Azam. Yanga katika ligi hii bado hajafungwa, ndio sisi tunashangilia. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, tumeshatengeneza nafasi ya ubingwa. Hujamsikia Ahmed Ally jana baada ya mechi anasema timu yetu imejipata, tumeondoa uteja wa kufungwa na Yanga mara kwa mara. Bado hajaondoa uteja kwa sababu huu ni mwaka wa 3 Simba anafungwa na Yanga. Huu ni mwaka wa 3 katika ligi ya Tanzania bara Simba anafungwa na Yanga. Yaani uteja bado hujaondoka. Kutoa draw ule sio umeondoa, bado muendelezo. Ni miaka 3. Yaani mtoto wa miaka 3 tayari nasari ameanza shule na akili zake na anajua kuandika. Sasa uteja bado unaendelea. Na kama ulivyoona jana Ahmed Ally anaongea amechoka. Kwa sababu kilichotokea tumepiga zile ngumi za kichwa za haraka haraka. Sasa mashabiki wa Simba wakae wakijua Yanga ni timu kubwa katika ukanda wa bara la Afrika. Swala wao Simba mechi kuipeleka pale Jenerali Samuyo imewalipa kwa hii sala walipata. Simba hawajapata mafanikio yoyote. Kwa sababu gani? Wangeenda uwanja mkubwa, wangeenda uwanja wa Pemba wangepata hela nyingi, wangeenda uwanja wa Balesa pale nasikia wanaingia watu 20,000 wangepata hela nyingi, wangeenda uwanja Uhuru Stadium wangepata hela nyingi, wangeenda National Stadium CCM Kilumba Mwanza wangepata hela nyingi. Lakini wao wasiwasi wake, wajua tukio maskini unaogopa uchawi, tajiri haogopi uchawi. Sasa wale wanaogopa kama wanalogwa, kumbe Yanga hailogi. Yanga na wachezaji quality. Ndo akakimbilia pale na pale ndo mganga wao akaenda akawadanganya akaweka mandumba yale na wanakunywa yale maji ya brown yale, wakasema sisi tukinywa maji ya brown Yanga tunawafunga. Huwezi kuifunga Yanga kwa kunywa maji ya brown. Yale sio maji, maji haiwezi kuwa ya brown. Wewe umeona wapi? Mimi nimetembea hata bara la Ulaya sijawahi kuyaona maji ya brown. Tutarajie kusikia maneno yanayosema kwamba wachezaji wa Simba wameuza mechi ndio maana magoli yamerudi. Wachezaji wa Simba hawajauza mechi. 100% wamezidiwa. Quality ya Yanga ni quality kubwa. Ile Yanga haina, yani Yanga katika nchi hii hakuna timu ya kufananisha na Yanga. Unaona? Kwanza hesabu ile iliyofanyika kuingiza Yao Kwasi. Akaingizwa Depo. Ile hesabu ndo Simba imeenda kuwavuruga. Na bahati mbaya tu Dube alikuwa anawamaliza ndo wangechomana visu vizuri. Wangechomana visu. Ina maana hata Simba ukisikia amemfunga Yanga kwenye sherehe za kisiasa, kama mbunge naoa wakatengeneza ligi ya Magumashi Yanga na Simba, Simba ndo anafunga kwenye sherehe za mapinduzi. Simba atafunga sababu zile si sherehe. Ndio maana hata Zuchu anakuja kupiga mziki. Ukisikia kombe la muungano Simba atashinda kwa sababu zile ni sherehe. Mara nyingi sisi sherehe hizi huwa tunamwachia Simba. Na tunafanya hivyo, tunawatia ujinga ili mashabiki wao waamini kama wana timu. Yes, umeona kwenye ligi kilichowakuta. Sasa hivi sisi tayari tumeshatangaza ubingwa. Ubingwa na kwetu. Hiyo haina upingamizi. Wanakuambia wanasubiria Azam awalipie, awafunge lakini na TRA wawafunge ili waweze kurudi kwenye mzani. Mashabiki wa Simba sawa sawa na mtu sio kwa na nguvu za kiume. Wewe huwezi kuoa tu kutegemea majirani wa kutatulia matatizo ya mkeo. Ndio unasema hebu rudi tena. Mashabiki wa Simba sawa sawa na mwanaume sio kwa na nguvu za kiume. Kwa sababu huwezi kuoa ukategemea jirani akutatulie matatizo ya mkeo. Kwa sababu gani?
Huwezi wewe mwenyewe umeshindwa, alafu mtegemee Azamu, alafu mtegemee TRA ete ifungi Yanga. Wewe mambo umesikia wapi? Hicho kitu hakipo. Azamu hana uwezo kuizuia Yanga. Ile tunachotaka kufanya sisi, Simba sasa hivi ana pointi kama 43. Azamu ana pointi 40. Sisi sasa tunafanya maamuzi ya kibabe. Simba tunampeleka nafasi ya 3, Azamu anakuja nafasi ya 2. Ina maana mechi ya mwisho tunatoka na draw Azamu. Hiyo matokeo tunapanga mapema, wakayo wakijua na hawana kwa kwenda. Yaani Azamu lazima tumweke nafasi ya 2. Tunatoka naye draw. Na inategemea. Na tunamshauri Azamu kila mechi ashinde. Sisi mechi ya mwisho tunatoka na draw. Huyu tunataka asishiriki mashindano yoyote kimataifa. Akae nyumbani hapa apike chakula wale watoto. Ile ndio Yanga. Mimi niliwaambia, Makonda na akili, nenda kale panya, sio hivi. Maneno ya ujinga mengi, angalia kichwa kuta. Leo ana raha. Leo ana raha. Bwana nataka mzungumzie Pacome Zouzoua na Max Mpia Nzengeli namna walichokifanya siku jana. Unajua yule Pacome, hii Yanga Afrika, tupo Afrika kwa sababu ndio imeshabidi. Yule Mzengeli, yule hazi ya kucheza ligi ya Uingereza, Spain. Lakini hii Yanga uwezo wake haina utofauti na PSG, haina utofauti na Bayern Munich. Utofauti ni warangi. Yanga ni watu weusi, Bayern, Real Madrid ni weupe, lakini kiwango ni sawa. Ina maana Pacome, wachezaji 10 wa Simba bado hawajafika kiwango cha Pacome. Wachezaji 8 wa Simba hawajafika kiwango cha Mzengeli. Hili ndio tatizo. Kwa sababu angalia alivyokuwa na wavuruga kule mbele. Wakawa laini kabisa. Wameenda wamelainika. Sasa hii ligi mwaka huu Simba watatu hajawahi kuifunga Yanga. Katika kombe CRDB Simba huu ni mwaka wa 7. Hajawahi kuifunga Yanga. Hii CRDB inayoendelea. Huu ni mwaka wa 7. Alifunga mwaka 2019. Ilikuwa Kigoma, ndo mara ya mwisho. Ina maana ubabe Yanga anazidi kuendeleza. Ila kinachotokea, unajua hawa mashabiki wengi wa Simba wana asili ya umbumbumbu. Akiongea mtu anazala, Makonde huyo, ana akili huyo, sio nini, unaona? Lakini mimi kila ninachoongea kinakuwa sahihi. Tunakuja nako katika upande wa wachambuzi. Jemedari Saidi mpira amecheza, lakini ana wivu na Yanga. Anaionea wivu Yanga. Jemedari Saidi ana wivu na Yanga? Ana wivu na Yanga. Ni mchambuzi mzuri na anajielewa kila kitu. Sababu mpira amecheza. Lakini Jemedari Saidi ana wivu na mafanikio ya Yanga. Alisema mlikuwa mnataka kukimbia uwanja eti. Nilimsikia hao wameshajua, hawataki kwenda pale, wanajua kusema wanataka kufungwa. Sasa wanataka kukimbia uwanja. Sisi hatuwezi kukimbia uwanja. Kwa sababu kama kukimbia uwanja sheria zipo. Uwanja ulikuwa na maji, uwanja ulikuwa na matope. Kwa mujibu wa sheria, sisi tulikuwa na uwezo wa kupeleka barua TFF tukakataa. Kwa sababu Simba ameshayafanya Arusha na TRA, kulikuwa hakuna maji, kulikuwa hakuna chochote, lakini tu mganga akishasema hii mechi leo ni ngumu, akaambia sema hivi, wakwenda kweli, bwana uwanja mbovu kwa sababu TFF ndo Simba wao, wakaambia bwana mechi tunapeleka mbele. Ikawa hajacheza, lakini sisi pale uwanja Samuyo tumecheza na maji yake. Na Simba tumemtoa kamasi. Wajue Simba ni timu ndogo, haina utofauti na KMC. Haina utofauti na Mbeya City. Simba siwezi kumweka hadhi ya Mtibwa. Mtibwa wana timu. Kwa sababu leo Mtibwa ukimfunga goli 2 uzirudishi. Wanadondosha kontena, wanabutua. Wanadondosha kontena, wanabutua. Lakini Simba hawana uwezo wa kuwafikia hawa Mtibwa. Mtibwa na kiwango kikubwa kuliko Simba. Wanakuambia Chama kazaliwa upya. Chama jazaliwa upya, ni hayo maji ya brown yanayokunywa hayo. Wewe Chama tenga lini ukamwona na nguvu kama zile? Hayo maji ya brown yanayokunywa. Lakini baadaye ataleta matatizo, tutaanza michango kwenda India hapa. Alafu iwe shida tutange 200. Kwa sababu hapa wewe leo unakunywa maji ya brown.
baadaye patakuwa shida. Anataka kwenda India, watu watakataa, wataanza kuweka. Kuna nyimbo moja naisikia kwenye mitandao, anaimba hii inaniuma sana. Sasa sijui hiyo nyimbo na maana gani, na baadaye wataweka nyimbo hiyo kujitia huruma kwa sababu tu ya ujinga. Wewe utakunywaji maji ya brown, yale maji yana maana gani? Hayo maji kama ni maji ya kisasa, mbona hawajaweka kwenye makopo maalum? Ni makopo tu ambayo yameokotwa vichochoroni, wanatia mule maji wanakunywa, kwa sababu yale makopo mchanganyiko tu ambayo yameokotwa tu na watu wanapima. Wewe utakunywaji maji ya kupima kwenye bakuli? Wanasema ile juice ya kawaida tu ile. Sawa, kama ni juice ya kawaida, muda utaongea, safari za India zitaanza na michango itapigwa, kwa sababu unapokunywa kitu chenye matatizo baadaye kitakuletea shida. Wewe Chama Tenge lini akakimbia vile? Wewe Chama mume wako mwana anakimbia vile? Kwa hiyo Konde Boy unataka kusema kwamba Simba wa focus kwenye kombe la CRDB? Simba kombe la CRDB hawezi kupata. Makombe ya Simba ni makombe ya sherehe, au bado hujanielewa nilivyoongea? Ukimwona Simba amechukua kombe, hilo ni kombe la sherehe. Amealikwa Dija Kopa, amealikwa Alikiba, amealikwa Zuchu, amealikwa Diamond, wanakuja kucheza mziki, wanaalikwa na Yanga wanakuja kucheza mpira, wanapanga bwana, hii kombe la sherehe mpeni Simba. Ndio makombe yeye ambayo atayabeba. Lakini makombe ambayo yanasababisha wewe ucheze mechi za kimataifa, Simba habebi. Kwani mpaka sasa hivi Simba na kombe gani ambalo kusema hili kombe ana uwezo kwenda kucheza kimataifa? Mpaka sasa kombe la Muungano. Kombe la Muungano tutacheza kimataifa? Lile ni kombe la Muungano. Tunapozungumzia Muungano tunazungumzia sherehe. Tunapozungumzia Muungano tunazungumzia sherehe ya Muungano. Yaani lile kombe Simba leo chukua ataliweka tu pale ndani. Na waliwadanganya wachezaji wao, nilisikia Simba timu kubwa, Simba timu kubwa. Yaani wao walikuwa wanafikiri kama lile ndo ligi kuu. Wachezaji wao golikipa na yule mwingine sio anaitwa Basigei sijui, waliwadanganya. Kumbe ligi kuu ndio ile ambayo wamecheza jana na ndio wameshapoteza. Pointi 5 ni nyingi. Yanga anacheza mpira wa mahesabu. Si bado mechi 10? Anashinda 5. Zinabaki ngapi? Zinabaki mechi 3. Mechi 3 unashinda 3. Ukishashinda 3 zinabaki 2. Zile 2 unashinda 1 unaenda kutoa sare. Biashara imeisha. Azamu achukua nafasi ya pili, Simba achukua 3, Yanga mwenye nchi achukua nafasi ya kwanza. Sasa Simba waelewe kabisa kuwa Yanga ya awamu hii, sababu mwaka huu tumewafunga mara moja katika mashindano haya ya fungua dimba la CRDB ngao ya jamii, tumewafunga mara moja. Mwaka huu wamejitetea, tumewafunga mara moja. Lakini mwakani usajili ambao unakuja ndo vile tumeachia kwenye 6. Mwakani tunafika 7. Sababu tumewafunga mara 6. Mwakani itakuwa mara 7. Auone ukikutana nao kwenye CRDB? CRDB sidhani kama kile walichokipata jana. Na sisi sasa hivi hatukai kwenye vyumba. Sababu kila uwanja tuna nyumba. Sababu wao wanategemea vyumba iwasaidie. Ndio maana alikuwa anapiga kelele kwa Samuyo. Kumbe sisi tunawachunguza, tumeshatuma majesusi wanafanya nini, tumeshajua kwamba bwana chukua nyumba hiyo. Watu wameingia kwenye vyumba, wamerudi pale safi, mpira mkubwa, magoli yamerudi, biashara imeisha. Wao si ndio wameleta marefa kimataifa. Sasa mbona lalamika marefa wao? Simba kifungwa tu. Awamu hii Mangungu hajanitaja. Wamewataja marefa wao walioletwa. Sasa mimi nawashauri TFF. Malezi, yani mtoto kimlea huko sio kupenda. Malezi inabidi mtu mlee malezi mazuri. Hakuna kuleta marefa wa nje. Marefa wa ndani wanatosha, kwa sababu mnawadhalilisha marefa. Marefa wa ndani hapa ni marefa wazuri, hawana matatizo. Hawa marefa tuliokuwa nao wachezeshe hawa. Sasa unatumia gharama kubwa, unampandisha mtu ndege. Unampandisha mtu ndege. Anakuja Tanzania na ndege gharama, analala kwenye hoteli yenye hadhi kubwa, analipa chumba mpaka asubuhi milioni au 800,000, anakula yani kima cha chini zaidi ya milioni 15 unaweza kutumia au 20. Sasa je, ile 20 kwa nini TFF wasijenge uwanja wao kawa mzuri? Unatumia gharama kubwa kwenda kuwaleta marefa wachezeshe dabi. Sasa kama ni hivyo, ligi mzima waje marefa kutoka nje. So Simba na Yanga, yani ligi mzima yani kwa kifupi kwa mawazo yao naona marefa hapa hawafai.
wanapendelea au hawajui kwa ujumla. Kwa kifupi hawajui wanavyoona wao. Sasa walete marefa wa nje wachezeshe ligi ya hapa mpaka ligi inaisha. Na kama marefa hapa wanajitambua, wanaweza kuchezesha madudu vile vile, si mnawadharau? Lakini marefa Tanzania wana uwezo kuchezesha hata kombe la dunia. World Cup wanachezesha ambao tutacheza Marekani. Lakini mambo tu ya wazungu, ubaguzi wa rangi, ndio maana marefa wa Tanzania hawataenda kule. Lakini marefa wa Tanzania ni wazuri wote, marefa wote wa Tanzania ni mazuri. Kwa sababu tumeona jana makosa anayofanya Koyoko na wale waliokuja wamefanya. Mbona Yanga amenyimwa penalti ya wazi, ndio makosa yenyewe. Ndio maana mimi nikasemaje, wale ni binadamu. Niwahi kusema refa ni binadamu, anaweza kuwa na msongo wa mawazo, anaweza kufikiri jambo lolote au hajaona. Si yale jana Yanga amenyimwa penalti, wamepigia Pacome offside na ilikuwa goli ile. Lakini sisi kwa sababu ni timu kubwa Yanga Afrika, hatuwezi kumlalamikia refa. Mpira maamuzi wanafanya wachezaji. Kwa mfano jana Simba, yani dakika 10 na goli 2. Lakini Yanga wakarudisha magoli yote kwa sababu na wachezaji wenye quality. Sawa, kabla sijamaliza, mimi namshauri Mo, mimi kama mwanamichezo, kama mtaalamu wa soka katika ukanda wa bara la Afrika, alete wachezaji wazuri. Wale waliowaleta sio wachezaji wale. Wale wachezaji ni wa kucheza timu za shule. Wakina Gea. Agei, Libase, sijui nani, sijui Selemani Mwalimu. Wewe mchezaji anaitwa Selemani, usifundi Selemala tu. Yaani wewe unategemea mpaka penalty, yaani timu inaingia uwanjani kwa ajili ya penalty. Wewe umesikia wapi? Tumenyima penalty gani? Kwa sababu ile Diala amempa chakula. Ndo raha ya kuwa na tajiri katika klabu. Sababu mkono wa Diala kama mkono wa Simba. So Simba hawa wanaokula maandazi hawa, Simba wanaokula nyama. Yaani amempush kidogo tu kaangukia kwa mtu kwenye leni kaokota mpira. Kile ni chakula. Mimi naishia hapo. Mo labda atasikia arekebishe timu, lakini pale timu hakuna. Shukrani. Asante.